kila sababu ya kumshukuru Mungu jinsi ambavyo ameendelea kuwa msaada katika maisha yetu. Jina lake litukuzwe. Nyote mnaotufuatilia kupitia Imani na Maombi TV, karibuni katika kipindi hiki. Na nikusii unapopata taarifa hii, tamani kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili kusudi tupate kubarikiwa sote. Unapokuwa umesubscribe, kila tangazo linalorushwa katika chaneli hii utakuwa kwanza kupokea ujumbe. Lakini pia unaposhare ni kwa ajili ya kuonyesha upendo ulionao kwa marafiki, ndugu na jamaa. Kwa hiyo hakikisha una subscribe, una like, una share. Lakini pia unapocomment tunapata uthibitisho kwamba ni kweli unabarikiwa na huduma zinazotolewa mahali hapa. Kwa hiyo usisahau kufanya hayo mambo ya msingi. Endelea kualika na kujulisha marafiki kwa ajili ya kuweza kuendelea kubarikiwa katika vipindi hivi. Leo ikiwa ni Oktoba 5, somo letu na kichwa kinachosema nafasi nyingine. Nafasi nyingine. Basi tuombe. Baba yetu, jina lako litukuzwe. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Roho Mtakatifu aseme nasi sasa. Tupatie mavuvio mpya na mafunuo mapya kwa ajili ya ukuu na utukufu wa jina lako. Asante kwa sababu pamoja nasi. Ni katika Yesu Kristo. Amina. Somo letu linaanza kwa swali. Kwa nini Mungu anatoa nafasi nyingine katika maisha yetu? Na imekuwa desturi ya Mungu kutoa nafasi nyingine siku baada ya siku katika maisha yetu. Nasema ili mimi na wewe tuokolewe. Kumbe kitendo cha Mungu kutoa nafasi nyingine ili kusudi mimi na wewe nipate kuokolewa. Nasema upendo wake ni mkubwa kuliko makosa yetu. Kumbe na kitendo cha kutoa nafasi nyingine ni kwa sababu upendo wake uko juu zaidi ya makosa yetu. Kwa maana sasa yapaswa tuendelee kumkaribia na kumsogelea ili kila mmoja afanye uamuzi sahihi wa kuokolewa au kupotea. Kitendo cha Mungu kutoa nafasi nyingine, anahitaji, anatamani wewe mwenyewe kwa akili zako timamu ufanye maamuzi. Je, ninaokolewa au ninapotea? Nasema ili tufanye toba na kuungama. Toba ni kukiri udhaifu, kuungama ni kuacha, kugeuka, unauacha kabisa. Kwa maana sasa tunapopata nafasi nyingine katika maisha, hatupaswi kuendelea kuwa na shingo ngumu, ila tunatakiwa kugeuka na kumtazama Yesu. Kwa nini? Kwa sababu mimi ni wa thamani sana katika maisha ya Yesu. Yesu baada ya kuwa nimetenda dhambi alikuja kunifia. Sikufaa na sikustahili, na Yesu alikuwa na uwezo wa kuniondoa kabisa, kunifutilia mbali, akatengeneza kiumbe kingine. Lakini kufanya hivyo kwa sababu ya thamani ya kukubwa kwake. Kwa maana sasa unapotoa nafasi nyingine ni kwa ajili yako na mimi tuokolewe. Usichezee nafasi, itumie kumtafuta Mungu wa mbinguni. Swali lingine, je, kwa nini Yoshua alianza utume wa kuitwaa ile nchi ya ahadi kwa kutuma wapelelezi? Ukisoma katika Yoshua ile sura ya 2 fungu la 1 anasema, Yoshua mwana wa Nuni akawatuma watu wawili kutoka Shitimu kwa siri ili kuipeleleza. Akawaambia, enendeni mkaitazame nchi hii na Yeriko. Wakaenda wakafika nyumbani kwa kahaba mmoja, jina lake aliitwa Rahabu, wakalala huko. Je, ni kwa nini sasa anaanza katika kazi ya kuitwa ile nchi ya ahadi kwa kuanza kupeleleza? Ni kipi kilimsukuma hadi kupeleleza? Anasema ili kuimarisha imani ya Israeli. Kumbe kitendo cha kwenda kuipeleleza nchi alikuwa akiwaimarishia imani ya Israeli, waone kwamba wana ushindi. Usisahau, kumbuka kwamba katika nchi hii ukuta wake ulikuwa ni imara, na Israeli hawakuwa watu wa vita, hawakuwa wazoefu wote wa vita, lakini Kanaani walikuwa ni wazoefu wa vita, walikuwa na silaha za vita. Kwa kitendo cha kwenda ilikuwa ni kwa ajili ya kuimarishia wa Israeli imani kwamba bado wana uwezo wa kushinda, kuthibitisha kwamba Mungu yuko pamoja nao. Sababu nyingine ilikuwa ni kuthibitisha uaminifu wa Mungu. Ilikuwa ni kuthibitishia uaminifu wa Mungu. Sababu nyingine ili kuunganisha imani na matendo. Ilikuwa
ilikuwa ni kuunganisha imani na matendo. Hata katika maisha yetu tunapokuwa tunafanya jambo fulani la imani, ni lazima tuunganishe na matendo. Ni kosa la jinai kuwa na jambo fulani alafu ukakaa eti imani yako itafanya. Hapana, ni lazima tuweke katika matendo. Ndio maana Biblia inasema kwamba imani bila matendo imekufa. Kwa katika maisha yetu inapaswa tuunganishe imani na matendo yetu. Jambo jingine, ili kufanikisha mpango wa Mungu wa wokovu kupitia Rahabu, unaweza kujiuliza, Mungu ana njia nyingi za kutumia anapohitaji kumwokoa mtu wake mmoja. Sikiliza, kuna muda watu wanaweza kukujia katika maisha yako kwa namna yoyote ambayo Mungu ataona ni vema. Usikatae na usiwe na shingo ngumu. Wasikilize na hatimaye geuka umfuate Mungu wa mbinguni. Rahabu anapopata nafasi ya kuokolewa, hakufanya shingo ngumu, ila aligeuka akimfuata Mungu wa mbinguni. Sikiliza, ili kupata taarifa zaidi za kimkakati, Yoshua anaamua kuipeleleza ili kusudi apate taarifa za kimkakati, hata anapoenda kukabiliana nayo awe na taarifa sahihi. Katika maisha yetu kuna muda tunatamani kufanya vitu fulani, ni lazima tutafute kwanza taarifa ndipo tuende. Tusiende kichwa tusiende kichwa bila kutafuta taarifa. Ni kitu cha msingi sana katika maisha yetu. Nasema swali lingine ambalo pia najiuliza kila siku katika maisha yangu, je, kuna ufanano gani kati ya nafasi nyingine waliopewa Waisraeli kama taifa na Petro kama mtu mmoja? Unaweza kujiuliza pia, hata mimi nimejiuliza, je, kuna ufanano upi wa kiroho sasa ambao sasa Petro na Waisraeli walipewa ambao unafanana katika maisha yao? Anasema wote walishuhudia upendo wa Mungu. Waisraeli walishuhudia Mungu upendo wao juu yao, lakini pia hata Petro alishuhudia. Lakini jambo jingine, wote walishuhudia matendo makuu ya Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Petro anashuhudia matendo makuu ya Mungu wa mbinguni, lakini pia hata Waisraeli walishuhudia matendo makuu ya Mungu wa mbinguni, lakini pia wote walishuhudia rehema na neema ya Mungu jinsi ilivyokubwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna muda waliacha mpango wa Mungu, lakini katika kuacha mpango wa Mungu hakuacha, aliendelea kuwa pamoja nao. Rafiki, nikwambie tu kweli ni kwamba kuna muda unaweza ukapita njia ambayo sio sahihi. Sio kwamba Mungu amekuacha, bado Mungu anaendelea kukutafuta, kukurejesha katika mstari ulio sahihi. Shetani kazi yake ni kukutazamisha ili ukate tamaa, ujiona haufai na ustahili. Sikiliza, ukitokea bahati mbaya umepita katika njia ambayo sio sahihi, usihuzunike, rudi haraka sana miguuni pa Yesu. Mwambie Yesu, nimekosea. Unapomwambia Yesu nimekosea, Yesu atakupokea kwa upendo. Ndio maana ukiangalia Waisraeli walikosea mara kadhaa, ukimwangalia Petro alikosea pia mara kadhaa, lakini sababu na kwamba alikosea, bado Mungu aliwachukulia wasamani mbele zake. Lakini pia wote walipaswa kuwa miamba ya imani. Waisraeli walipaswa kujenga imani juu ya Mungu wa mbinguni, lakini pia hata Petro alipaswa kuwa mwamba, kielezo cha imani katika maisha yake, kwa sababu ametembea na Mungu muda wote akiona. Lakini jambo jingine ni kwamba wote walikuwa na udhaifu ambao walihitaji neema ya Mungu. Ndio maana ukiangalia Waisraeli walikuwa bado na udhaifu, ukimwangalia pia Petro alikuwa bado na udhaifu. Utonielewa ni kwamba, je, ni mtu yupi ambaye amekutana na Mungu lakini bado anaupanga? Usijidharau unapojiona huko pale. Unaona maisha yako bado yabadiliki, unatamani kufanya kitu fulani na ukiachi. Je, Petro alitembea na Yesu muda wote lakini bado alikuwa anaupanga? Je, kumbuka Waisraeli walitenda miujiza mingapi lakini bado walisahau upendo wa Mungu? Sikiliza, usije ukajisahau unapokuwa unatamani kufikia hatua fulani ukajikuta huko pale. Usilaumu wala usilalamike, bali omba neema ya Mungu iendelee kukubadilisha siku baada ya siku.
Kwa nini? Kwa sababu sisi hatuna nafasi nyingine ya kuweza kujiokoa, ila Mungu pekee ndiye ana uwezo wa kutuokoa. Walipokea ahadi na kushiriki mpango wa Mungu wa wokovu. Wote walipokea ahadi na kushiriki mpango wa Mungu wa wokovu. Ukiangalia Petro anapokea ahadi ya Mungu, lakini pia Israeli wanapokea pia ahadi ya Mungu. Unaweza ukajiuliza, je, Petro alipokea ahadi ya Mungu? Ni kitendo cha Mungu kuwa pamoja naye. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukweli ni kwamba Mungu alikuwa pamoja nao. Hata katika maisha yetu Mungu yuko pamoja nasi. Kinachotakiwa ni kusimama imara. Hata kama unaona mambo yaendi kiasi gani, simama imara, mkabidhi Yesu maisha yako. Mungu akubariki sana. Endelea kumkabidhi Yesu maisha yako. Tuombe. Baba yetu, jina lako litukuzwe. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Baba wako mwema ndiye kuwa pamoja nasi. Tunahitaji na kuhitaji wewe pekee katika nyakati hizi kuliko kitu kingine chochote na kuliko nyakati zingine zote. Endelea kutupatia kiu ya kuomba. Endelea kutupatia kiu ya neno ndani yetu. Ni katika Yesu Kristo. Amina.